hapa, hakikisheni maeneo yote ambayo tuna bidhaa za ndani za kujitosheleza, waagizaji wa bidhaa hizo wasipate misamaha ya kodi kwa bidhaa zinazotoka nje ya nchi. Tutatoa unafuu wa bidhaa zinazotoka nje ya nchi kama uzalishaji ndani ya nchi haujitoshelezi, na kwamba bidhaa hizo zikitoka nje na uhaba ulioko ndani utasababisha upungufu wa bidhaa, na hivyo kusababisha gharama kuwa ya juu kwa kiwango ambacho wananchi watashindwa kumudu kununua bidhaa hizo. Kwa bidhaa ambazo tumejitosheleza, msitoe misamaha kwa bidhaa zinazotoka nje ya ukanda huu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na SADC kama ambavyo tumesainiana kwenye mikataba yetu. Najua kwenye yale maeneo ya uagizaji wa bidhaa, kwanza ni rahisi kufanya uagizaji kuliko kuzalisha kiwanda kama hiki. Lakini kiuchumi, kiwanda kama hiki kina manufaa mapana ya kiuchumi na ajira kwa watoto wa Kitanzania kuliko uagizaji wa bidhaa ambayo kiwanda hicho kiko huko ilikozalishiwa bidhaa. Ajira ziko kule ilikozalishiwa bidhaa. La pili, kama kwenye sheria tulizoweka kuna baadhi ya mambo ambayo yanatakiwa yabadilishwe kwa sheria, wizara zinazohusika kaeni mapema kabla hatujaenda kwenye bunge la bajeti, ili tubadilishe maeneo yanayohitaji marekebisho. Tusitoe msamaha wala tusitoe nafuu. Najua tuna mianya mingi ya kutoa hizo nafuu, wala tusitoe nafuu kwa bidhaa, kwa uagizaji wa bidhaa kutoka mabara mengine, ili hali tukiwa tumejitosheleza kwenye bidhaa hizo. Hatutaweza kulinda viwanda vyetu kama tutafanya Tanzania ni dumping place ya bidhaa kutoka mabara mengine. Zile tunazoweza ambazo tumejitosheleza, tumepewa taarifa hapa na Mheshimiwa Waziri kwamba hii ni mojawapo ya bidhaa ambayo tumeshajitosheleza, lakini najua pia tuna bidhaa zingine ambazo tumeshajitosheleza. Tuheshimu mikataba ya ndani ya jumuiya, lakini na mikataba ya ndani ya jumuiya tuna mambo ambayo tumekubaliana ya wazi kwamba hamna mshirika mmoja wa ndani ya jumuiya ambaye yeye atakuwa lango, atakuwa uchochoro wa kupitisha bidhaa zinazotoka mataifa mengine ziingie kwenye jumuiya, ili ziingie ndani ya jumuiya ili ziweze kupata manufaa ya misamaha. Hivyo vyote mvichunguze. Na vile vile tunajenga viwanda, tunajitosheleza. Ikitokea tunapopeleka bidhaa maeneo mengine, hata kama kwenye mikataba yetu tumejiwekea hivyo, tutaendelea kuangalia kule tunakopeleka bidhaa zetu wanazipokeaje, na sisi hivyo hivyo ndivyo tutakavyokuwa tunapokea za kutoka kwao. Lakini kingine, tuhakikishe hamna uingizaji wa bidhaa kinyemela kwa magendo. Uingizaji wa bidhaa kwa magendo unaua jitihada za viwanda. Kwa nielekeze taasisi zote vikiwemo vyombo vya ulinzi na usalama kusimamia
uingizaji wa bidhaa ndani ya nchi ufuate taratibu. Lazima tukomeshe uingizaji wa bidhaa kwa magendo. Unaua uwekezaji tunaofanya ndani ya nchi. Lazima tuzuie udanganyifu katika masuala ya kodi. Ukipambanisha bidhaa inayolipa kodi, ambayo imelipiwa kodi, na bidhaa ambayo kodi yake imekwepwa, ni dhahiri utasababisha uwekezaji kama huu usiwe endelevu. Mimi naijua hiyo mianya, ndio maana nayasema hapa. Niliwahi kukamata watu wakiwa wameweka risiti fake ili wakwepe kodi. Na sasa nimeambiwa wapo wanaofanya michezo ya aina hii. Wizara ya Fedha, Mamlaka ya Mapato, shirikianeni na vyombo kuchukua hatua kali kwa wote wanaofanya hivyo. Wapo wanaokwepa kulipa kodi, wengine udanganyifu wa kuonesha wamezalisha kupitia kiwandani, kumbe wameingiza toka nje bidhaa hizo. Wengine wanapata unafuu ambaye anatakiwa apewe mwenye kiwanda, kumbe bidhaa wamezileta kutoka nje. Wanasababisha kampeni ya kutengeneza viwanda, kampeni ya kutengeneza ajira, kampeni ya kukuza sekta binafsi ya ndani kupunguziwa kasi. Kwa wizara zinazohusika, kaeni tena, washirikisheni na wadau wetu hawa, wanajua hizo siri. Washirikisheni, na mimi niwaambieni wadau, na ninyi mkipata hizo taarifa wapeni sekta, hata mimi nipeni, ili tuweze kusimamia kikamilifu masuala ya aina hii. Tumeamua kwamba uchumi wetu, dira yetu itatekelezwa kwa mchango mkubwa kutoka sekta binafsi. Lazima tusimamie mazingira ya kuiwezesha sekta binafsi iweze kutoa huo mchango. Kwenye utekelezaji ule tumeandika 70% ni sekta binafsi, inayosalia ndiyo sekta ya umma ambayo inashirikisha serikali pamoja na mashirika yake.